CARE TV, kisima cha elimu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi awalan bitakwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada na rehema kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Amani ya Mungu leo ni kwa nini hivi sasa maisha yetu yamekuwa magumu? Ni kwa nini maisha yamekuwa magumu katika kila nyanja na kila mtu katika eneo lake ambalo yuko anafanya shughuli yake? Maisha yamekuwa magumu katika upande wa wanafunzi, madarasani, mashuleni. Tukizungumzia maisha magumu kwa wanafunzi, ni changamoto ambazo wanakutana nazo. Ni kwa nini? Maisha yanakuwa magumu katika biashara zetu. Maisha yanakuwa magumu katika kila nyanja na kila jambo ambalo mtu anafanya katika maisha yake ya kila siku. Sasa tukirejea katika kitabu cha Minhajul Abidin, Imam Ghazali katika mlango wa Adhabu Tauba, kizuizi cha toba, na maneno yake pale alisema shurbu dhunubi yurithu al-irman. Shogo ya dhambi hupelekea kukosekana kwa nusura ya Allah, walukimu kidhilani, lakini pia hupelekea kukosekana kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tunapata jibu kwamba maisha yetu hivi sasa yanakuwa magumu kutokana na mashogo yetu ya madhambi ambayo tunayafanya kila siku, shogo zetu za dhambi ambazo tunajishughulisha nazo na ambazo tunaishi nazo. Inawezekana mtu ukawa unaona dhambi ambayo unaifanya ukawa ndogo kutokana na mazoea ambayo hivi sasa yameweza kuendelea. Sasa shughuli hizi za madhambi ndio zinatupelekea sisi hivi sasa kuweza kuwa na maisha magumu, kwa sababu jambo la kwanza kabisa tunakosa kitu kinachoitwa taufiki. Tunakosa kitu kinachoitwa taufiki. Taufiki ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala humwezesha mja katika kuweza kufanya kheri kwa ukamilifu wake. Taufiki ni jambo ambalo linawezesha mja kuweza kufanya kheri ama ibada katika ukamilifu wake. Wengi wetu sisi tunaswali, tuko msikitini, lakini kwa nini hatufikii katika lengo la ibada? Tunaswali, inawezekana tuko katika hutuba khatiba na hutuba, lakini mtu yuko hapa mawazo yake hayapo ndani ya hutuba, anawaza kitu kingine. Inawezekana uko katika hutuba, uko katika ibada, mfano mathalan swala, lakini ile swala je, inakuathiri vipi wewe kama muumini? Sasa swala sasa hivi ama ibada ambayo mtu anaifanya inawezekana ikawa sio mwenye kumwathiri kutokana na shughuli hii ya dhambi. Kwa tunakosa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaweza tukafanya ibada, lakini ibada hiyo tusifanye kwa ukamilifu wake. Kwa hiyo kukosa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja ambalo linasababisha kuweza kuwa na maisha magumu. Lakini jambo la pili, tunakosa nusra. Nusra nini? Nusra ni msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja ambao huwa anawezeshwa ili kuweza kuishinda mitihani ama changamoto ambazo anakutana nazo katika biashara zetu. Kila mtu huwa anakutana na changamoto yake, aidha mfano kwa wafanya biashara au kwa wanafunzi ama kwa wazazi, maimamu na kadhalika. Kila mmoja huwa anakutana na changamoto yake. Sasa tunakosa nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana huwa tunaweza kushindwa kuweza kukidhi yale mambo au mitihani ambayo tunaweza kupatiwa kwa sababu tunakosa nusura. Kwa nini tunakosa nusura?
Na Ghazali wakasema shukmu dhunubi yuridhu al-hirman wa yujibu al-khidlan, kwamba shombo la madhambi inapelekea kuweza kukosekana kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tunaweza kukosa nusra. Na ndio maana tunaweza kuwa tunafanya biashara, inaweza kukawa tunasoma, tukawa ni watu wa kiibada, lakini zile ibada zetu ambazo tunazifanya sisi ni kutuathiri kutokana na mashombo ya madhambi. Sasa kutokana na madhambi haya tunayofanya, kuna madhara yake ambayo katika maisha ya kila siku tunaishi nayo huwa yanakuja. Na moja ya madhara ya madhambi, leo tutazungumzia madhara 7 ya madhambi. Athari ya kwanza kabisa ya madhambi, jambo la kwanza ni kuweza kunyima kheri na baraka katika jambo letu. Aidha sisi wanafunzi tunakosa kheri na baraka za walimu zetu, tunakosa kheri na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana unaweza kuwa unasoma lakini bado unasoma bado na mambo yako kadokana. Unasoma wewe lakini bado unasoma lakini inawezekana ikawa kitu fulani fulani wewe unasoma wewe unafanya hivi. Sasa tunakosa moja ya madhara ya kwanza ambayo tunapata kutokana na madhambi yetu ni tunanyima kheri na baraka. Hiyo ni jambo ambalo tunafanya. Lakini athari ya pili ya madhambi, tunakosa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuweza kufanya kheri. Kuna watu ama baadhi ya wazazi wetu huwa wanatamani sana, anawezekana akawa yeye si mja ama mtu wa kiibada, lakini anatamani sana mwanae awe kama mtoto fulani ambaye analazimiana na masuala mazima ya kiibada. Kwa hiyo unaweza kukuta mtoto wewe mzazi hausiki masuala yake, kama mwanangu sitaki awe kama mimi. Sasa ni kitu gani ambacho mzazi anakuwa hataki mwanae awe kama yeye? Sasa hiyo ni moja ya madhara madhambi ambayo mtu huwa anaweza kukosa kheri, anakosa taufiki ya kuweza kufanya kheri. Kuna watu wanatamani dharura tuwepo mahala hapa ambapo sisi tuko, tunaweza kuswali, tunasikiliza hotuba, tunakwenda darasani, tunasoma, tunakwenda kutumana kila mtu katika ibada zake za kheri. Wapo watu ambao wanatamani uwepo katika kazi hii, lakini wanashindwa kutokana na kufanya kitu gani? Kukosa taufiki ya Allah. Anakosa taufiki ya kufanya mambo ya kheri. Mtu anaweza kaweka kana nasikia dhana, lakini kawa imathili astuki kutokana na ile shughuli na madhambi. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya madhara au athari ambayo inatokana na madhambi. Lakini athari ya tatu ni kudhoofika kwa moyo katika ibada. Moja ya athari nyingine ya madhambi, tunadhoofika kimoyo katika ibada. Tunaweza tukawa tunaswali ama mimi khatibu nianza na mimi mwenyewe, naweza kukawa na kutubu hapa, lakini ni kama sidhurishi, maneno yangu hayatoki moyoni. Limadha tafaluna hayafalu, hivi bwana anasema yale msioyatenda. Sasa inawezekana tukawa tunafanya mambo yetu, lakini tunashindwa kurudisha moyo. Tuko katika swala leo hii, wengi wetu tuko katika swala, tunauza ndani ya swala, tunanunua ndani ya swala, mtu anakopa, anaiba, anafanya kila kitu yuko ndani ya swala. Yaani kuna mtu leo akiwa na swala anaweza katika ndani pale amesahau pesa ameweka sehemu gani, lakini akiingia msikitini akianza kuswali Allahu Akbar, hajamaliza swala tufuate ndo anakumbuka haya pesa ilitoka chini ya ufungu bana. Yuko ndani ya swala ndo anakumbuka pesa ilifanyaje? Ni kitu gani? Kushindwa kudhoofisha moyo katika ibada. Na ukiwa na desturi hiyo, kutokana na ile shoka ya madhambi, ndio inakufanya tunakuwa tunashindwa kudhoofisha moyo, lakini pia inakuwa na athari katika ibada zetu. Lakini pia athari ya nne ya madhambi ni kuweza kumbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ambao wanaomba dua, wakiomba dua, malaika wenyewe kwa ile sauti yao wanaomba Mwenyezi Mungu wanakuwa wanashtuka kwa yale makelele. Hii sauti ya mgeni tena, kuna sauti ambayo mgeni kwetu. Yaani kuna malaika wenyewe wanashtuka kwa sauti za sisi ambazo tunaomba dua. Ni mtu ambaye wewe unalazimiana na masuala ya ibada, ni mtu ambaye wewe unajiona kana kwamba duniani umejileta mwenyewe au kiumba. Juzi nimeona katika mtandao kuna bwana mmoja kutokana na wingi wa mali yake
akajiona kwamba yeye hana tena kitu cha ziada hapa duniani, akataka kujibadilisha mwili wake aweze kuwa mbwa, kutoka katika mwili wa kibinadamu na kuja katika mwili kwa katika asili ya kiungu, yaani maumbile ya kiungu. Mbwa ni nini? Kutokana na pesa, kutokana na jua mimi na pesa. Tuna maneno mtaani tunasema ukiwa na pesa unaweza kufanya kila kitu. Sasa kule kuwa na pesa ndio kunamfanya mtu kuweza kuwa na kiburi, kuona kwamba hapana, wale maswali wale wamekosa michongo, wale maisha yao magumu, ndio wanafanyaje? Sasa haya ni mojawapo ya athari zinazotokana na madhambi. Tunashindwa kudhoofisha moyo katika ibada, tunaweza katika dua, katika swala, lakini mtu moyo wako swala ile haikuathiri wewe. Tuko katika swala, wakati unasema unaanza utakuwa katika swala, unafanya kitu fulani ndani ya swala. Hivi jalia mfano mathalan, ukiwa katika jambo ambalo unalipenda, wengi wetu sisi tunapenda hasa hususan mpira na filamu za tamthilia, kina Sultani, Subira, Ottoman, Kinani. Jalia uko unatazama katika movie yako, alafu akapita mtu pale mbele akakutistaa, yaani nafika hapo kwa mtu anakuwa anakasirika kwa kweli, yaani hata Mungu au mzee akipita hivi anakitia bonge la kofu kwa mama, kuna nyenyekia ni mstari yangu. Je, ikiwa katika ibada, katika swala tunakuwa tunamshukuru kiasi hicho kama vile katika mambo mengine, ama ndio si ambapo ndani ya kutuba, lakini bado tuna maumivu ya kuweza kuanza kufungwa kwa mchanga wa jamii. Athari nyingine ya madhambi, athari ya tano ni kuachwa mbali na taufiki, ni kuweza kuachwa mbali na taufiki. Na ndio maana mambo yetu, michongo yetu, biashara zetu, wengine wanapatia elimu, masomo yetu tunakuwa hayana baraka. Mtu anaweza kama anasoma nini, lakini anakosa nini? Anakosa taufiki ya Allah. Na ndio maana inakuwa ibada zetu ama elimu zetu hazitunufaishi. Jambo kubwa sana kwa sisi Waislamu ni aibu kwetu, tunalazimiana nalo, tunasikika kwamba Waislamu wengi sisi misikitini ndio watu wa kufanyana fitna. Waislamu sisi katika madrasa ndio watu wa kufanyana majungu. Katika moja ya dhambi kubwa ambazo walimu wengi sisi wa madai sisi tunawafanya na tunachukua vitu vidogo ni fitna. Yaani mtu kumfitinisha na mwenzake anaona jambo dogo, alfitna ashaddu min al-qatl. Fitna ni mbaya kuliko ni kubwa. Tunadhana kama kuchukulia kwa madhambi haya ni madogo. Hapana, usichukulie dhambi hii ni dhambi dogo. Hakuna dhambi dogo. Fitna sio dhambi dogo. Tunafitinishana walimu wa madaris, kwa misikitini huko, ndio sifa kubwa nchini kwetu ambayo inafanyaje, imetawaliwa. Sasa hii ni kutokana na nini? Kutokana na mashuko ya madhambi. Inawezekana ukawa ni ustadhi wa madaris kama hizi, ukawa ni imamu, lakini ukawa na vishoku vyako na madhambi. Wewe unaweza ukawa hamsini, unaweza, lakini una madhambi yako kama hiyo, kusengenya, kumfitinisha mtu. Sasa haya mashogo haya ya dhambi ndio yanatufanya mambo yetu yanakuwa magumu, biashara zetu zinakuwa ngumu, masala yetu ya kielimu yanakuwa magumu kutokana na shogo la madhambi. Shogo dhunubi yurithu al-hirman wa yuqibu khidlan. Kwa haya mashogo yetu ya madhambi haya ambayo tunayafanya, kusengenya, kuomba, kufanya wizi, kuiba, kula kitu cha mtu, ndio yanatufanya sisi kuweza kukosa taufiki na nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana mambo yetu yanakuwa magumu. Kwa hiyo kwa hivi sasa maisha yanakuwa magumu, tunalalamika maisha yanakuwa magumu kutokana na shoku ya madhambi. Kama tunachukulia ni kitu cha kawaida, masuala ya kamari, ya beti, sisi kuna kwetu Tandale kwamba tushachukulia fashion, yaani sisi kufanya biashara bila kwenda kuchukua pesa ya riba, unaonekana pesa ujanja, unaonekana kwamba wewe uko nyuma kwa wakati. Na hii sasa ni vipi? Na nadhani Dar es Salaam nzima kama sio Tanzania, kwamba sasa riba ni kwa kitu chepesi. Mtu yuko katika simu yake, ana mchongo wake na ajala usiku aelewe, anaingia misongeshi, niwezesha 10,000, 20,000, analipa.
riba tumechukulia sasa ni kitu sipo, ni jambo la mazoea. Ndugu zangu Waislamu, tuacheni mashughuli haya ya madhambi, ndio moja anafanya kuweza kuwa na maisha magumu. Mambo yetu yanakuwa magumu, tutalalamika, tutasema mtawala fulani alikuwepo, kwa maana maisha yanakuwa magumu. Hapana, sio hivyo. Tufuate maneno ya Ghazali kutokana na mashughuli yetu ya madhambi, kwa tutazijani sana na kujikinga kutokana na mashughuli yetu ya madhambi. Lakini pia athari nyingine kutokana na madhambi huwa ni kizuizi ya safari ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa tunapata vizuizi vingi sana katika safari yetu ya kuelekea kwa Mungu. Hususan hapa tutapiga mifano. Napenda sana kuanza kujiongelea mimi mwenyewe. Naanza sana kujiongelea mimi mwenyewe, alafu tunafuata kwa ndugu zangu. Hususan sisi walimu wa madaris, safari yetu ya kimungu inakuwa ni tabu sana. Sisi Waislamu kitabu chetu dhalika kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, lakini kwa nini sisi mambo yetu yanakuwa magumu? Sisi kuna mambo kibao, tunajua sisi ya fulani, tunajua sisi ya fulani, lakini kwa nini sasa tukitumia? Ama inawezekana ikawa tumia, lakini mambo yake yakawa ni tofauti kutokana na mashauri yetu ya madhambi. Safari yetu kuelekea kwa Mungu inakuwa ni mtihani. Tunaomba dua, lakini tunashindwa kudhuhurisha nyoyo zetu katika swala hili la ibada. Tunafanya jambo fulani, tunashindwa kuwa serious na ile jambo. Bwana mmoja maneno yake anasema, ikuta fi shay'in lakum fihi, ukiwa katika jambo fulani jaribu kuwa serious na ile jambo. Umeamua kusoma, kuwa serious na kusoma. Umeamua kuwa ni mtu wa ibada, ni mswalimu, swali kikweli, sio mchongo. Ukifeli ndio unakuja msikitini. Ukiona mambo ya aibu majabu msikitini. Tunazimiana sana na swala zima la kuweza kuacha mashauri yetu ya madhambi. Lakini pia athari nyingine inafuata, na athari ya mwisho ambayo nitazungumzia katika hotuba yangu leo ni kuweza kuzoea dhambi. Sasa hivi katika nchi yetu tuna hali kubwa sana ya kuweza kuzoea madhambi. Yaani toka tunachukulia ni kitu cha kama niseme ni mila, yaani desturi. Mfano kama nilivyosema awali, kuna sisi swala zima la riba tumechukulia kwa utamaduni kwamba ukishakuna kwa Mungu vipi pale kunasema tutamkopo, twende kwa mkopo baba, tutakufa njaa. Tumechukulia ni jambo la kuzoea la kawaida. Kutokana na kitu gani? Kuzoea dhambi. Ukiwa sana mtu afanya dhambi, ile dhambi umefanya unaona ni kitu kidogo sana. Ukiwa wewe ni mzinifu, ukiwa unafanya dhambi hiyo, ukichukulia ile dhambi ni kitu gani? Ni kitu cha kawaida. Kwa sababu gani? Wewe wako unakifanya hata bila mara kwa mara, ni haja yako ambayo unaifanya ile dhambi. Sisi walimu madaris majuku kuongopeana uongo, hususan kutumia sifa ya uongo, anakuwa hawezi kuongea katika maneno 10, lazima 9 yote ataongopa. Moja tu ile kwa kweli. Kwa sababu gani? Mtu ana shughuli ya madhambi inafanya ile dhambi mtu kuona ni jambo la kawaida, ni hali ya mazoea, ni kule kuweza kuzoea dhambi. Ndugu zangu Waislamu, maisha yetu hivi sasa yanakuwa ni magumu kutokana na shughuli letu la madhambi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe wenye kuweza kujiondosha na shughuli haya ya madhambi. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi awala kitabu Allah subhanahu. Baada ya kumshukuru Mola na kumtakia ziada ya rehema kipenzi cha umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninawasia pamoja na kuihusia nafsi yangu kwa mara nyingine tena juu ya suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hotuba yangu ya awali nilizungumzia anwani ya hotuba yetu ni kwa nini hivi sasa maisha yetu yamekuwa magumu. Tukaona maisha yetu yamekuwa magumu ni kutokana na mashoko ya madhambi ambayo sisi tunayo, na mashoko hayo yanatufanya kuweza kupelekea kukosekana kwa nusra na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kila mtu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema katika hadithi yake, kullu ibni adam khata wa khayru khata'in at-tawwabun, kila mwanadamu ni mwenye kukosa, ukosefu ni wale wenye kutubia ama kurejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu zangu Waislamu, kutokana na mambo yetu ambayo tumeyafanya na mengine tunaendelea kuyafanya, tuna nafasi ya kuweza kurejea kwa Allah, kutubia na kurudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kupata taufiki na nusra, ili mambo yetu, maisha yetu yaweze kuwa ni mazuri, tutoke katika hali ya ugumu wa kulalamika na kusema ugumu wa maisha ni kuweza kulazimiana swala zima la kuepuka na kuacha mashoko yetu ya madhambi ambayo tunaishi nayo na kuyafanya wa kila siku. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usijidharau ukajiona kutokana na wingi wako wa madhambi au kutokana na madhambi yako unayofanya hauwezi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ananadi katika Qur'an katika sura 39 sura Az-Zumar aya ya 53, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jawabu ambao wamejidhulumu nafsi zenu, msikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe madhambi yote, na hakika yeye ni mwingi wa msamaha na kurehemu. Mwenyezi Mungu ameshasema yeye ni mwingi wa kusamehe, hivyo tufanye sana toba ya kurudi kwake ili tuweze kuondokana na shughuli ya dhambi. Inawezekana ukawa tunataka kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hakufahamu njia gani ambazo tuweze kuzitumia ili kuweza kumpata yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaziona njia tano za kuweza kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutamnukuu imamu wetu al-Imam Ghazali katika kitabu chake kile cha Minhajul Abidin, katika njia za kuweza kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ni namna gani ya kuweza kufanya toba? Ni namna gani ya kuweza kufuta mashoko yetu ya madhambi ambayo tumeweza kuyafanya ili tuweze kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Jambo la kwanza kabisa ni kuweza kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa swala zima la kuacha ile dhambi, kuweza kulazimiana na kuacha ile dhambi ambayo ulikuwa ni mwenye kuifanya, aidha ikiwa ni kusengenya, ikiwa ni kufitinisha, ikiwa ni kula mali za watu, ikiwa ni kufanya kila mtu ambaye anajua nafsi yake. Jambo la kwanza kabisa la kuweza kutubia ni kuweza kuliacha hilo ambalo ulikuwa unafanya. Kama wewe ulikuwa ni mtu wa kusema uongo, basi kuweza kuachana, kulazimiana swala zima la kuacha uongo. Ya pili, al-azmu ala mu'arada, ni kule kuweza kuazimia kutorejea tena ile dhambi, kuweka nakili ya kwamba wewe ile dhambi ambayo unaifanya utakuwa si mwenye kuifanya tena, kuirejea. Hii ndio namna na njia sahihi ya kuweza kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba usiwe umetubia
alafu ukairejea tena, hapana, hapo itakuwa bado haujafika wala haujalazimiana swala nzima la kuweza kurejea kwake. Tatu ni kuweza kujuta na moyo, ni kujutia ile dhambi ambayo umefanya katika moyo wako, usio ni mwenye kufurahia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-kayyis madana nafsahu wa amila bima ba'da al-maut, mwenye akili ama mtu mwerevu ni yule mwenye kusemezana yeye na nafsi yake kabla hakijafika mauti. Sasa ndugu yangu Muislamu, jambo la tatu la kuweza kutubia makurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kujutia kwa ile dhambi ambayo utakuwa umeifanya au ni mwenye kuifanya, ni kurejesha haki ya mtu ambayo uliichukua. Aidha, mathalan kama wewe ulikuwa ni mtu mporaji wa kupora vitu vya watu, wa kula vitu vya watu, wa kuiba vitu vya watu, watu mitaani hawaishi kwa amani kutokana na sifa yako wewe, kwamba wewe ni mtego sana, makufu, kidali, wewe ni mamba, wewe kama unacheza kumfuzi kiboxa, basi watu mitaani hawakai, watumia nguvu yako uweza kuchukua vitu vya watu. Basi njia mojawapo ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia ni kuweza kuirejesha ile amana ya watu ambayo utakuwa ni mwenye kuchukua au kulichukua hapo awali. Na kuomba sana msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kuleta istighfar, kutubia kwake, kwa kuweza kulazimiana kusema sana na Mwenyezi Mungu juu ya kujuta kwa moyo wako, lakini pia kwa kinywa chako kwa kutamka neno astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Uko mtaani, mambo mangapi umeyafanya, mambo mangapi umekosea Mwenyezi Mungu, lakini bado unaendelea kutamba, bado unaendelea kufanya mambo yako. Basi njia sahihi ya kuweza kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufanya mambo matano ni kuweza kulazimia sana na kusema neno astaghfirullah, kurejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mwisho kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kulipa na kukamilisha ibada ambazo ulikuwa ni mwenye kulega nazo. Mfano mathalan, kutokana na shughuli yetu na madhambi, kila mtu anajijua na nafsi yake, anayo ibada ambayo huwa analega nayo. Kuna mtu yuko ambaye yeye anawezekana kutokana na shughuli yake ya madhambi kuingia msikitini kwake ni kitu cha ajabu, yaani kwamba akiingia yeye msikitini basi mtaa mzima atashtuka kwamba bwana leo vipi. Lakini kuna mwingine yeye alikuwa ni kwamba huku kuswali kwake anaswali, lakini si mwenye kuhudhurisha mioyo katika ile swala, basi ni kuweza kuifanya ibada kwa ukamilifu wake. Kama ulikuwa hauswali au swala zako ni za kuswali Ijumaa mpaka Ijumaa, basi ni kuweza kulazimiana na kuliacha na kulikava ile swala kwa kuweza kuswali, kuwa ni mtu mwenye kuswali kila siku swala zote kwa ukamilifu wake. KEA TV, kisima cha elimu.